Katika mikosi ambayo nimekutana nayo mikubwa, basi ni mkosi wa Bashando kuniambia mimi nina mvuto. Sikia, ikiwa kasema hivi kwa mke wa mdogo wake, huyu je ni nabii au ni tapeli? Ni shemeji yangu Nataka nikuombe msaada, karibu. Unajua zamani kule Musoma, siombei kifo au nini, ila ingetokea yule bwana hayupo, mimi namrithi yule kama mke. Nimekujibu tena kwamba mimi sio wanawake wapumbavu. Yaani Mbarikiwa hanilindi popote ninapoenda. Mimi ninaenda, ninajilinda, najitambua. Sikia ndugu, mimi ni mtu ambaye nimesoma sekondari, nimesoma shule ya msingi, nimesoma sekondari karibia 5. Alafu hakuna mwanaume anaweza kujitokeza kwamba mimi nimewahi kuzini naye. Alafu nije kuzini na wewe Bashando, yani na wewe tu nitamani mimi. Yaani nimehuzunika sana unajua. Yaani natamani kulia, yani kwa vimaneno vyako ambavyo unaviongea kuonyesha yani nabii huyu ambaye wanajiita kumbe manabii ni watamanifu, kumbe wanatamaa kiwango hicho. Ni aibu mwanaume kuwa na tamaa. Ndio maana unanaswa yani unakuta huko umenaswa na mwanamke huyu, akipita huyu hapa, akipita huyu, akipita unanaswa. Nilikuwa namuonyesha mke wangu mama mchungaji anavyoniongelea, nikasema mama huyu ili ni jaribu ili ni jaribu. Akasemaje? Anachekaga tu mke wangu, anaga makuu, anacheka tu. Kwa sababu yani kama anakuonyesha kabisa angalia mke si mke Mbarikiwa huyu ana mvuto. Yani nimejiona leo ni siku ambayo nina laana kupita maelezo, na nikasema Mungu nikiingia hata kwenye maombi nilie kwa machozi mazito, niseme Mungu nirehemu kama mpaka Bashando ananiona mimi na mvuto. Kwanza itakiwa usinione na mvuto kabisa wa kimapenzi. Mimi na mvuto wa kimungu. Na ndio maana nilikuonyesha nywele halisia na mwanamke halisia anayetakiwa kujisitiri. Wewe ulisema mwanamke yenyewe haina mvuto, kwa nikaamua kukuwekea makusudi uwaone wanawake wenye mvuto wa asili usiochangamana na kitu chochote. Kwa hao siwezi nikajibishana nao, huyu mke wa Mbarikiwa ama wale wauza maziwa wake wanaomuuzia maziwa. Kwenye hii issue nimemfesi yeye. Sasa wewe mwanaume uaga asakizi mke wake vitani. Siwezi mimi unaonaje kama ni mzuri kwa sababu amekusagizia. Sasa fikiria ningekuwa sijaokoka alafu ameleta mke mwenye nywele nzuri vile. Alafu ukiniangalia hivi unaona hii sura hii ni ya tamaa hii. Nilikuonyesha makusudi nywele zangu, na narudia tena. Nilikuonyesha vizuri makusudi tena nywele zangu kwa sababu nilijua unasema wanawake hawana mvuto mpaka watupie hayo manywele yenu, mpaka watupie mawanja yenu, mpaka watupie sio maneni yenu. Nilikuonyesha mwanamke harisi ambaye anasemekana katika Petro wa kwanza ile 3 kisoma. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje tu, bali kuwe utu wa moyoni. Sasa nashangaa sana wewe mpaka unamuonyesha mke wako alafu unasema jamani Mbarikiwa usimtangulize mke wako, yani ukamuonyesha mbele za watu. Aliyekwambia mimi Mbarikiwa ndo aliyenitanguliza kuja kunionyesha kwako ni nani? Mimi hapa ndiye niliyejitanguliza. Na ndio maana huwezi ukaona mtu jasiri anatoka tu mbele yako anakuambia kwamba hiyo kitu kizito unachotaka kumtumia Mbarikiwa anza na mimi, kwa sababu usije ukajifanya unataka kumtumia Mbarikiwa. Sikia, wako wajinga niliowakemea kama wewe. Alafu wewe huna chochote, huna lolote. Na ndio maana nasema ulikuwa unajitafuta, tumaisha twako ni twa chini. Sasa kama tumaisha twako tulikuwa ni tuwe twa chini, ulikuwa unajitafuta. Sikia, wenzako hapa nilipo hapa sijatafutwa sijui na nani, nimetafutwa na wale unaowajua wewe wakubwa, sio manabii. Yani sizungumzi manabii mimi, yani manabii achana nao, nazungumzia unaowaita wakubwa. Lakini mimi siwezi kufanya upumbavu, ujinga. Yusufu alisema nifanyaje ujinga huu nikamkose Mungu? Bashando, ponyeka macho yako hayo. Pole hata mke wake, kwa sababu yani kama anakuonyesha kabisa angalia mke si mke Mbarikiwa huyu ana mvuto. Yani nimejiona leo ni siku ambayo nina laana kupita maelezo, na nikasema Mungu nikiingia hata kwenye maombi nilie kwa machozi mazito, niseme Mungu nirehemu kama mpaka Bashando ananiona mimi na mvuto. Kwanza itakiwa usinione na mvuto kabisa wa kimapenzi.
Mimi na mvuto wa kimungu, na ndio maana nilikuonyesha nywele halisia na mwanamke halisia anayetakiwa kujisitiri. Wewe ulisema mwanamke yenyewe haina mvuto, kwa nikaamua kukuwekea makusudi uwaone wanawake wenye mvuto wa asili usiochangamana na kitu chochote. Ningeenda, yani alichokifanya hapa ni kama kitu alichokifanya Ibrahim. Anaenda kwa mfalme Abimeleki kule, anaanza kusema Sara ni dada. Asingeingilia kati Mungu, Ibrahimu angeishia kupewa mahali tu, afu mke wake angeolewa na mfalme. Usifanye kosa hili kabisa, Mbarikiwa. Mke wako mfiche, usimpeleke mbele. Ona, umemleta, nimegundua na nywele nzuri zimejipinda pinda. Ameonyesha nywele nzuri kabisa. Alafu anaongea na kasauti fulani hivi kale kakinyakiusa kakistaarabu. Mpaka unasema Mbarikiwa anifiche mimi, asiniweke kimbele nisionekane. Hivi ujui kwamba kina Sintike walionekana kwa sababu ya kushindania injili na kina Paulo? Unajua natamani tuonane live nikukazie macho, alafu nikusemeshe kwa maneno ya kijinga na upuuzi ambayo unayaongea. Sasa walikuwa kwa wanawake. Wewe unafikiri Sara alipoambiwa kwamba sijui huyu ni dada yangu, unafikiri na mimi nikiambiwa huyu ni nani yangu, afu nikakubali Bashando, Mungu wangu wewe. Wewe Bashando wewe. Hebu jaribu kuokoka sasa, achana na matamayo. Yaani wewe kila pointi lazima uongelee kuhusu tamaa. Yaani ni namna gani kichwa chako kimejaa tamaa. Ila sasa mimi nilichojionea huruma kwamba eti mpaka Bashando akaanza kunifikiria mtu kama mimi. Yaani mimi nilikwambia sio level yako. Mimi nimeokoka ndugu. Mimi naenda kuuliza historia yangu kutoka mdogo. Mimi nimeokoka, siko kama wanawake wajinga. Alafu sidanganyiki kwa fedha, sidanganyiki kwa uwezo, sidanganyiki kwa chakula, sidanganyiki kwa mavazi. Yaani sidanganyiki kwa chochote unachokijua wewe. Na ndio maana unakuta maisha yangu yote yako hivi na napenda kuwa hivi nilivyo. Lakini nimalizie tu kwa huyu mke wa Mbarikiwa. Awe na sura yake, muonekano wake. Amepiga picha, nimeona pale kwenye YouTube, amenionyesha na nywele zake zilivyo nzuri. Nimezipenda nazo. Wewe umependa na nywele za mama mchungaji? Mama mchungaji yuko vizuri sana. Ameshapenda mwehu, na maandiko yanasema aliyeunganishwa na kahaba amekuwa mwili mmoja pamoja naye. Haya sasa, huyo mwehu unayemuita mwehu ndo aliyenifanya mimi kuwa hivi nilivyo. Kwa hiyo aliyeunganishwa na mwehu ni mwehu. Kwa hiyo na mimi ni mwehu. Tafadhali usiniite mwenye akili ikiwa wewe huna akili. Kumbuka lugha zako ni kama za yule mwenye pepo aliyekuwa anawaambia kina Paulo kwamba hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai. Hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai. Na Paulo akaamua kuwakemea, na mimi nakukemea kwamba achana na upuuzi huo unaoendelea nao. Huyu unamuita mwehu ndiye ambaye nimeishi naye kanifanya kuwa mwehu sasa hivi nilivyo. Mpaka wewe unajifanya unasema nina akili. Hizo akili sijazitoa kwako. Nimezitoa kwa mtu ninayeishi naye ambaye wewe unamuita mwehu. Kama Yesu alimuita mkuu wa Beelzebuli, alafu itakuwaje wewe Mbarikiwa umuite tu mtakatifu? So wewe mke wa Mbarikiwa una akili, na sema tu upo kwenye mikono isiyo salama, ambao wameshindwa kukuelewesha nini maana ya neema na nini maana ya injili. Mwisho wa siku wanaingia kwenye ufarisayo. Wale wao kwenye kiwango cha ufarisayo. Kwa unataka nifike mbali wapi? Eti ningemkuta mwanaume smart. I say hakuna mwanaume smart kwangu zaidi ya yule anayepigania uhai wa watu. Zaidi ya yule anayepiga kelele dhidi ya uovu. Zaidi ya yule anayesimama kwa haki. Zaidi ya yule, yani hakuna mwanaume smart. Hautakuja na koti lako hapa na tai yako kwa wewe ni smart. Hautakuja na hela yako na gari yako hapo kwa wewe smart. Hautakuja na upole wako wa maneno na kuniambia sweet, kwa sababu hata mimi kuitana sweet staki kabisa, au baby staki kabisa. Sasa mwanaume smart ambaye unasema ningempata mimi ningekuwa juu zaidi. Ningekuwa juu kama nani? Hebu niweke mfano. Ningekuwa juu kama nani? Nimekwambia mwanaume mimi ambaye ninamtaka. Namtaka huyu ambaye anavuta madawa ya kulevya, nasema naye anavuta madawa ya kulevya, huyu ambaye anasimamia haki, yuko tayari hata kufa. Huyu ndiye ninayemuelewa kupita maelezo. Na wala haya sio mapenzi, bali ni moyo wa Mungu ambao unatamani mwanadamu yoyote asiangamie, kumtetea mtu asiwe dhaifu, kumsimamia mtu asiwe dhaifu.
Kama ni madawa ya kulevya, basi hivyo ni muhimu zaidi kuliko nyie kujipendelea kujaza matumbo yenu na kuwa matajiri wenyewe na kuacha watu wenu wako chini. Sasa mwanaume smart mwanaume gani? Mwanaume smart ni yule ambaye atasimama, atakemea uovu kama wakina Bashando huo. Atakemea uovu kama tamaa ulizojaa hizo kichwani mwako, hizo zilizojaa nyingi. Mara huyu, mara huyu, mara huyu. Yaani hizo tamaa hizo, yaani huyu ndo namuona mwanaume smart. Kwa sababu gani? Hana tamaa kama ulionayo. Natamani nicheke alafu natamani kulia. Ningefika mbali kihuduma, kinaitwa kihuduma hicho. Ni kama ya kwako hiyo Bashando au huduma gani unayozungumzia ambayo ningefika mbali? Kwa sababu mpaka hapa nikikuuliza ni wapi, ni mbali tayari. Nimwambie tu huyu mke wa Mbarikiwa. Natamani sana ningelijua dada yake. Kwanza nimekupenda sana we mama, nimekupenda sana. Una akili. The way ambavyo naongea. The way ambavyo unaongea. Naomba uwe makini, jitahidi. Kuna skendo nimepata kwenye kanisa lao hapo. Ambapo kwanza Mbarikiwa ameweka system ya washirika wake hawaruhusiwi kuolewa ama kuoa nje ya kanisa. Nataka waoane humo ndani. Haya. Hizo skendo tunazisubiria kwa moyo mweupe kabisa tukiwa na amani. Kwambia maisha yetu sisi sio ya siri ndugu, maisha yetu ni ya wazi, alafu kila siku yako mtandaoni. Hakuna kitu ambacho tunaongea kwa siri. Hiyo skendo hiyo sasa ambayo unaitengeneza wewe tunaisubiri. Na hao watu sasa kawalete. Hao watu walete, alafu wazungumze mbele ya kamera, waseme yale yote yaliyotendeka, yaliyo sirini na yaliyo peupe. Ndugu, si tuko wazi kupita maelezo. Lakini kitu cha pili, ikifika hatua mtu anataka kuolewa mwanamke, lazima aende kwa huyu mama. Ila wewe ndugu, ungekuwa wa kike ungesema huyu mwanamke ni mbea sana, lakini mwanaume kuwa mbea ni shida. Nani amai kuja kwangu ikiwa mimi sijapiga story na mtu yeyote kuhusu uchumba wangu, nianze kupiga story na uchumba wa mtu mwingine? Jina ni usunizi. Ndio maana nakwambia nitatuma kitu kizito hawataamini. Kwa hiyo vitu na hao watu wapo, hao walalamikaji wapo. Wanasema siku nikifumuka na watu waliokimbia hizo skendo nikaja nazo hapa. Hapata kalika hapa. Haya. Hizo skendo tunazisubiria kwa moyo mweupe kabisa tukiwa na amani. Kwambia maisha yetu sisi sio ya siri ndugu, maisha yetu ni ya wazi, alafu kila siku yako mtandaoni. Na niseme tu kitu kingine, nimeona mke wake amenijibu, anasema nianze na yeye. Mimi siwezi nikagombana na yule mwanamke hata siku hii, wala siwezi nikamjibisha. Sema uanze na mke wake. Mke ndo anasema nianze naye. Ndio. Mimi ndiye niliyesema anza na mimi. Nimekwambia hakuna mtu anayeweza kumwekea maneno mtu kinywani kwamba hebu nenda mkamjibu wewe. Wewe ndugu, uliza, mimi niko Mbeya hapa. Hakuna mtu anayeweza kaniwekea maneno kinywani mwangu nikaweza kukujibu. Hebu rudi kwenye ile clip, kaangalie nilivyokujibu, yale maneno ya kupangwa au ya kutumwa. Mimi nimetumwa. Isaya 58:1, piga kelele usiache, waambie watu makosa yao na Yakobo dhambi yao. Sasa kama nimetumwa na mimi nimeambiwa ni silaha na milungu la Mungu kwa yeyote anayebomoa njia ya Mungu. Hivyo nasimama kwa sababu ya akili yangu timamu. Usinisifie na wala usinijaze kichwa kwamba nina akili. Akili zangu ziko katika kutenda yaliyo sawa, ziko katika kutenda yaliyo mema. Kama mimi sijatumia lugha kali, hiyo lugha pole niliyotumia hiyo, nataka itumike lugha ya kubadili mtazamo wako wa wewe uachane na mambo ya tamaa bwana. Utakuwa mzee hivi mpaka utazeeka, utakuwa na matamaa mpaka lini? Sasa Mbarikiwa naona ameona huu mziki mzito, anamtanguliza mke wake, anatanguliza na wale vijana wake. Unasema mimi nimetumwa na Mbarikiwa, Mbarikiwa ameona hii kitu ni nzito sana hii. Mbarikiwa ameona hii ni kitu nzito sana kwa kaamua kumtumia mke wake ili aone, yani angalau nimtangulize mke wangu. Yani wewe Mbarikiwa anaweza kanituma mimi, akanitanguliza mimi. Hivi wewe unanijua Bashando? Hauna, yani kwanza hata nikisema yani sitaki niseme Kibashando, sitaki niseme isi nani, nasema Bashando makusudi kabisa. Kwa sababu gani? Akili yako sasa nimeiona kumbe ni ndogo
uwezo wako kumbe ni mdogo, mpaka ulichaguliwa kuwa mkuu wa manabii. Sijajua waliangalia kitu gani mpaka wakakuweka kuwa mkuu wa manabii. Ila kwa fujo unazoendelea nazo hizi, kwa maneno unayoendelea nayo haya ya uongo kiwango hiki, wewe ndugu, mimi niko wazi, uliza popote pale watakujulisha. Alafu hizo skendo nazisubiri kwa hamu. Sasa mke wa Mbarikiwa siwezi nikamgusa kwa sababu moja. Yule mwanamke anaonekana ana akili. Yaani kwa kumuona tu ana akili. Na nimefanya research, nimegundua hata hiyo vijana wake. Mbarikiwa ni mfanyabiashara wa maziwa, anauza maziwa. Namshukuru sana, namfurahia kwa hilo kwamba maziwa. Kwamba nje ya injili anajituma anauza maziwa. Na wale vijana anaita kikosi kazi wale ni wafanyakazi wake, yani ambao anawapa ndoo za maziwa, wanazunguka pale Mbeya kuuza maziwa kwenye nyumba za watu. Sasa uwezi ukanitumia watu wa hivyo mimi nikawajibu. Nimeamini kwamba kabisa Bashando, akili yako haifanyi kazi sawa sawa, kwa sababu hata hao wanaokuletea hizo research ni waongo sana. Na hizo research, hakuna biashara ambayo Mbarikiwa anaifanya ya kuuza maziwa. Hakuna. Na maisha yetu yote sisi ndio ambao tumekuwa tukiwategemeza washirika. Sio wao tunawatuma wakatufanyie kazi. Kazi ya Mbarikiwa ambayo kasifika hata kwa hapa Mbeya, amesifika kazi ya kusaidia watu waliokuwa chini, kuwasaidia wafanye kazi zao za mikono ili waweze kujitegemea. Hilo ndo amefaulu sasa kasimamia. Wewe unayemuita mwehu ambaye unasema amewaajiri watu maziwa na ni mfanyabiashara wa maziwa Mbarikiwa. Mbarikiwa anajua hata anakopatikana maziwa? Haelewi. Lakini anafundisha mtu, amka fanya kazi yoyote ile bila kuchagua. Kikubwa ujitosheleze maisha yako, usije ukaenda kuwa kahaba ama ukawaibia watu. Mimi nataka vitu halali, na Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo Mbarikiwa hatumi watu kwenda kuuza maziwa wewe. Mbarikiwa ana kazi zake tu za mikono za kawaida ambazo zinamtosheleza kula mke wake pamoja na yeye na kuwasaidia watu wachache. Alafu sasa sio Mbarikiwa tu, mimi mwenyewe tu na shughuli zangu chache ambazo zinaweza zikanilisha ugali, kwa sababu hatutofautiani. Kila kitimoto, kila chips nyama, kila nani hatutofautiani ndugu. Zaidi ya yote mimi ndo nitakushinda kuliko wewe hapo ambaye unajiona una uwezo ukakwenda kulialia. Anasema kwamba Mbarikiwa aliwahi kusema kwamba hana muumini wake ambaye hana fedha. Yule ambaye hajiwezi kabisa hana kwenye kikosi kazi chake. Kwamba waumini wake wote wanajiweza hadi kupata 200, 500, 2000 wanajituma. Kwa 200, 300 sawa, sikatai. Si wanauza maziwa asubuhi. Wanatembeza maziwa kwenye nyumba za watu. 200, lakini wakupata milioni 10, 20, 40, 50 pale hayupo. Au unataka mpaka nikuwekee gari kali hapa ambayo kila mtu maarufu yoyote akitoka kokote akifika hapa Mbeya anataka afikie kwenye gari ya nani? Au nataka mpaka tujitambishie kwako mambo kama hayo? Nataka tukuwekee gari kali hapa labda ili mzunguke mkafanye ya kufanya. Eti hajashika milioni 10, hakuna mshirika aliyeshika milioni 10, labda 200. Wewe ndugu, hatuwezi kujitambishia kwako. Acha tufanye kazi zetu za mikono, tunashiba, tunakula, tunaishi, tunajenga. Yaani acha tufanye kazi zetu hizo. Yaani wewe utacheka kuhusu kuzungusha maziwa, lakini tunaishi, tunakula, tunafanya vitu vikubwa. Ila wewe utacheka kuhusu kuzungusha maziwa. So mimi siko hapa kujibishana na Mbarikiwa. Isipokuwa mimi niko hapa kusisitiza kwamba mwisho wa machungu aliyokuwa anayapanda kwenye maisha ya watu, especially watumishi wa Mungu, umefika. Mipango yoyote ambayo umepanga kuniumiza, umepanga kunikera, umepanga kunifanyia, kwa sababu unaposema mwisho wa yote umefika wa Mbarikiwa kuwakemea watu wa Mungu, kuwakemea watu wa Mungu wasifanye ubaya, kwa sababu lengo la Mbarikiwa anakemea watu wasifanye ubaya kuanzia kwa wahubiri, sio waanzie kwa washirika, kwa sababu kichwa kikiharibika huku chini kote kumeharibika. Na ndio maana kwa nini anadili sana na watu walioko juu, kwa sababu wale wanajiona ni wafalme,
Alafu wao ukiwagusa ni wanatetemeka hivi kama akina Bashando hao. Anatamaa kiwango hichi alafu anataka umuite baba, bado muite nabii. Hapana. Sio kwa namna hiyo. Yale machungu ambayo unasema sasa mwisho umefika. Unaandaa ni mafaili gani? Unaandaa ni vitu gani vya kufanya? Nimekwambia hiyo silaha ambayo umeipanga, narudia mara ya mwisho, hiyo silaha ulioipanga kwa ajili ya Mbarikiwa, nimekwambia anza na mimi. Mbarikiwa hautamuumiza kwa wewe kumweka ndani, hautamuumiza kwa wewe kumuua, hautamuumiza kwa wewe kufanya chochote juu yake, utamuumiza kwa chochote kunifanyia mimi. Kwa kama unataka kupata mlango sahihi wa kumuumiza Mbarikiwa, basi nizuru mimi, fanya chochote kuhusu mimi. Yeye hajanituma. Haya ni maneno yanatoka kwangu mwenyewe. Sasa mimi sitamani tubishane tukiwa hapa mtandaoni. Ndio maana nitamani sana kama tungeonana live. Ilikuwa ni muhimu sana nikuelekeze hicho kichwa kwamba hichi kichwa kingeacha tamaa, kwa sababu tayari sio nabii wewe na wala sio nani. Hata heshima waliokupa walikosea sana kukupa hiyo heshima. Walikosea sana kwa sababu yani waliweka mtu ambaye hawakujua ni mtu wa aina gani. Kama kwenye nafasi zenu mnazowekana ndio mnakaaga watu wastahili kama zako wewe, aisee, basi injili duniani haiko. Na ndio maana watu wa Mungu waliuawa vibaya, walikatwa kwa misumeno. Ebrania 11 ile walikatwa, waliumizwa vibaya. Kwa nini? Kwa sababu wao waliamua kusimama na kweli. Yeremia anasema na ilaniwe siku niliyozaliwa na iwe giza. Kwa nini? Kwa sababu Yeremia alitumwa kuzungumza jambo na kukemea ubaya kwenye hekalu la Mungu. Mnafanya mambo kama haya, mnawadanganya watu. Mkisema hekalu la Bwana ndio haya, mnasimama mbele yangu na kusema tumeponywa, wakati ni waongo watupu. Mtadanganya na kuiba na kuzini mpaka lini? Kwa mnataka watu mchanganyiko wajae kwenye makanisa yenu ili mjione ni watumishi wa Mungu. Kumbe Mungu anataka pure. Mungu hataki kanisa chafu. Anataka kanisa lisilo na wa. Je, kinachowakera kwenu ni Mbarikiwa kukemea uovu? Kinachokukera wewe ni Mbarikiwa kugusa hao wanaojiita wakubwa? Yani hao kugusa udhaifu wa mtu anayejiita mkubwa? Kinachokukera. Na ndio maana Yesu, Mafarisayo wale wakasema huyu anatakiwa aondoke. Kwa sababu gani? Ni lijito ambalo halielewi hili Yesu hili. Na ndio maana Yesu naye akasimama akasema, enyi Mafarisayo wanafiki, mnaosha vikombe vyenu kwa nje lakini ndani ni wachafu. Sasa wewe tabia yako imeshaonyesha wazi, cha kwanza kinachokutesa ni tamaa. Pole sana.